Eyo, mambo vipi mwana Big Bongo TV? I hope you're doing well. Sasa leo nimekuja na hii kubwa kuliko. I think kama umepitia pande za social media, nikimaanisha pale Facebook, Instagram ama mtandao wa X, kuna story ambayo ina trend kinoma noma. Na hii story inamhusu mwanamke mmoja hivi anaitwa Ashley Robinson. Story flani ambayo imewagusa watu wengi na imeinua mko mbalimbali na mijadala mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Sasa hiko hivi bwana, kama ulikuwa humjui Ashley, niko hapa kwa ajili ya kukujuza vizuri story imeanzaje mpaka kifo chake kimetokea na nini kinaendelea kwa sasa. Sasa huyo Ashley bwana alikuwa ni mwanamke Marekani ambaye mwaka huu I think juzi kati ametimiza miaka 31 na alisafiri kwenda Zanzibar kwa ajili ya birthday yake. Lakini pia safari hiyo ilikuwa ni special zaidi kwa sababu ilikuwa imeambatana na moment ya kimapenzi, na inaripotiwa kwamba yeye na mpenzi wake walikuwa wamefika hatua ya uchumba, nikimaanisha engagement. Sasa wakiwa hapo Zanzibar walikuwa wanakaa kwenye hoteli na kufanya activities za kawaida za likizo, kwa sababu waliamua kujipa vacation flani hivi. You know, Zanzibar ni kisiwa flani hivi cha kwenda kuenjoy bwana, au sio bwana? Sasa wakiwa katika zile momenti, zikaja taarifa za ghafla kwamba Ashley amefariki akiwa ndani ya chumba chake. Watu waliokuwa naye walieleza kwamba huenda alikunywa pombe nyingi na kupata kile kinachodaiwa kuitwa kuwa ni alcohol poisoning. Lakini hapo ndipo mambo yakaanza kuwa mazito zaidi, cause familia yake Marekani waliposikia habari hiyo hakuridhika kabisa na maelezo hayo. Wakasema haingia akilini mtu aliyekuwa sawa kabisa kufariki ghafla namna hiyo. So wakasukuma uchunguzi wa kina, wakitaka majibu ya kweli na sio hadithi ya juu. Sasa kadri story ilivyokuwa inazidi kusambaa mitandaoni, watu wakaanza kuchimba kila kitu kuhusu maisha yake. Wengine wakaanza kumhusisha na relationship yake kwamba alikuwa na fiance mzungu, nikimaanisha ule mpenzi wake mzungu, na wengi walimpelekea tuhuma yule jamaa bwana kama vile anahusika kwa namna moja ama nyingine. Na huyu Ashley bwana, wengi wanamtuhumu kwamba yeye alikuwa anapenda sana watu wazungu. Unajua kule Black America wanakuaga na zile pingamizi, ukiwa una date mzungu kwao ni kama ni dhambi. Umeona? Sasa mitandao ikagawanyika vibaya. Kuna wanaosema ni kesi ya kawaida ya ajali, labda pombe, na kuna wanaoamini kabisa kuna kitu kinafichwa, wengine hata wakilinganisha na kesi kama ya Shaquille Robinson. Lakini mpaka sasa hakuna ushahidi rasmi unaothibitisha. Serikali ya Zanzibar imesema uchunguzi unaendelea na postmortem ilifanyika, lakini hawajaona wazi sababu ya mwisho ya kifo kwa umma. Hakuna mtu aliyekamatwa hadi sasa na boyfriend wake hajatajwa rasmi kama mtuhumiwa. Yuko tu katikati ya mjadala wa mitandao. Hivyo hali ya sasa ni hii hapa. Familia bado inatafuta haki na ukweli. Mamlaka zinachunguza, lakini mitandaoni tayari watu wameunda conclusions zao wenyewe ambazo nyingi hazijathibitishwa. Hii ni kesi ambayo bado iko open ended. Ukweli bado haujajiweka wazi kabisa, lakini pia hakuna ushahidi wa kusema moja kwa moja kuwa huu ni uhalifu. Ndio maana inabaki kuwa story ambayo inachanganya kinoma noma. Hii ndo update ambayo ipo sasa hivi mtandaoni, cause polisi walijitokeza na wakatoa majibu kutokana na taarifa hii ya kufariki kwa mwanadada huyu. Polisi wanasema kuwa Ashley alipatikana amejinyonga ndani ya chumba cha hoteli. Aligunduliwa na mhudumu wa hoteli, yani housekeeper, wakati wa usafi. Akapelekwa hospitali akiwa bado hai kidogo, lakini akafariki siku iliyofuata akiwa anapatiwa matibabu. Mwili bado uko hospitali ukisubiri uchunguzi, nikimaanisha postmortem, ili kuthibitisha chanzo halisi cha kifo. Na wengi wanajiuliza kuhusu boyfriend wake inakuaje. Boyfriend wake bwana anatajwa kama Joe McCain. Polisi wanasema hajakamatwa na hakuwa chumbani wakati wa tukio inavyotokea, na uchunguzi bado unaendelea. So hii update inabadilisha nini? Awali kulikuwa na story ya alcohol poisoning, sasa hivi kuna hii mpya, uwezekano wa kujinyonga, nikimaanisha suicide.
So kuna tofauti kubwa sana kati ya update ya kwanza na hii ya sasa hivi, ambayo polisi wenyewe wamekuja kutoa na kueleza umma kwamba bwana kimetokea hichi. Mwanzoni ilikuwa ni ajihusishwa na alcohol poisoning, lakini sasa hivi ni kujinyonga. Lakini mwisho, kwa kumalizia, hakuna arrest yoyote iliyofanyika, nikimaanisha hakuna mtu yote ambaye mpaka sasa hivi amekamatwa. Polisi wameelezea tukio hilo kama vile linafanana na kujinyonga, lakini bado uchunguzi haujakamilika, hivyo sio final conclusion. So hii case sasa imeingia katika hatua nyingine kabisa, kutoka mysterious death kwenda possible suicide, lakini bado watu wengi hawajaamini kirahisi kabisa. So nikusii tu wewe mwana Big Bongo TV, usite kucomment, like, turn on notification ili uzidi kupata updates ya matukio mbalimbali yanayozidi kujiri every time. I'm out.